Mambo vipi internet, karibu Max Tech TV. Najua watu wataanza kusema nasikia Max anaongea kinyonge kama amepata msiba ni kwa sababu Iran amefanikiwa kutungua jet ya F-35. Hamna, usisikilize uzushi. Okay, sasa jana kuna video Iran waliachia tarehe 19 na hii video inaonyesha wakitungua jet kwa kombora la ulinzi wa anga. Na wanasema hii ni jet ya aina ya F-35 ya Marekani. Sasa baadaye tukasikia taarifa kuwa F-35 moja ya Marekani iliyokuwa inafanya mission ndani ya Iran ilipata dharura, kwa hiyo kaamua kufanya ile emergency landing. Sasa sijui ilikuwa ni sehemu gani, sijui ilikuwa ni Saudi Arabia, lakini hii jet ilifanikiwa kutoa salama. Lakini baadaye story ilitolewa CNN na walikuwa wanaongea na General Tim Hawking. Huyu ni msemaji wa CENTCOM, hili ni jeshi la Marekani ambalo lipo Middle East. Lakini yeye alisema kwamba F-35 ilitoa salama na rubani yuko mzima kabisa, yani yuko stable. Sasa CNN wao walisema kwamba walipata taarifa zingine ambazo zinasema kwamba hii jet F-35 ilishambuliwa na adui, wakimaanisha kwamba Iran ndio aliyeweza kuishambulia hii jet, kwa hiyo ikaamua kufanya ile emergency landing. Sasa baada ya watu kupata taarifa kwamba F-35 ilazimika kufanya emergency landing, alafu baadaye tukaona video Iran wakionyesha kwamba wanaishambulia jet ambayo inaonekana kabisa hii ni F-35, moja kwa moja hii story watu wakaipigia mstari kwamba Iran wamefanikiwa kuitungua jet aina ya F-35. Sasa kitu ambacho kinawafanya watu wengi wasiamini hii story ni kwamba tunajua Iran huwa wanapenda kutumia video za AI kutudanganya kuhusu mafanikio yao kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo ndio maana mimi nikasema okay, ngoja nifanyie hii video uchambuzi. Kwanza hii ni video fupi, ni video ambayo ina sekunde kama 8 hivi. Na kama unavyojua video za AI na zenyewe huwa zinakuwa ni fupi fupi sana. Lakini mimi naamini kuna sababu nyingine kwa nini hii video ni fupi, nitakwambia baadaye. Okay, kitu ambacho kipingiki kwenye hii video ni kwamba jet inayopaa hapa ni jet aina ya F-35, sababu inaonekana kabisa design yake imeonekana vizuri. Hii ni jet ya F-35, hichi kitu sio ubishi. Labda swali lingine ambalo unaweza ukaniuliza hapa ni kwamba kwa nini hii video iko hivi? Kwa nini hii video rangi yake ni gray? Okay, hii video imerekodiwa na sensors zinaitwa electro-optical EO, au sensors zingine ambazo zinaweza kuwa zimerekodi hii video ni sensors za infrared. Hizi ni aina za sensor ambazo huwa zinaangalia mwanga ambao macho yetu hayawezi kuuona kabisa. Hizi ni kamera ambazo zinaweza zikarekodi mwanga wa joto, na huu ni mwanga ambao tunauita infrared. Sisi binadamu huwa tunaweza kuangalia visible light, macho yetu yanaweza kuona visible light, mwanga ambao tunaweza kuuona, lakini hatuwezi tukaona mwanga wa joto. Tunaweza tukahisi joto, lakini hatuwezi tukaona joto. Lakini kuna kamera ambazo tumezitengeneza zinaweza zikaona joto, na hizi ndo kamera ambazo tunazitumia kutrack vitu ambavyo vinapaa angani kama hizi ndege za kivita au hata drones. Sasa tunajua F-35 ni jet ambayo ni ngumu sana kuonekana kwenye rada. Na hapa nataka nieleweke, huwa nasema hizi jet ni ngumu kuonekana kwenye rada, na sisemi kwamba hizi jet huwa zionekane kabisa kwenye rada. Hiki kitu nataka watu waelewe. Lakini kwa kutumia mifumo ambayo inaangalia joto, hizi jet ni rahisi sana kuziona na kuweza kuzitarget. Tatizo la hii mifumo ni kwamba huwa ina operate kwa masafa mafupi. Hii mifumo huwa haina range kubwa ambayo inawezesha kuona jet zikiwa mbali sana, labda tuseme kilomita 50 hadi kilomita 100. Rada ndo zinaweza zikaona jet zikiwa mbali sana, lakini hii mifumo ambayo inatumia joto kuweza kuangalia jet iko wapi, hii mifumo huwa ina operate kwa range ndogo, tuseme labda kilomita 10, ikienda sana ni kilomita 15. Kwa hiyo hilo ndo tatizo la hii mifumo. Kwa hiyo ndo maana hii mifumo ya kutarget hauwezi ukaikuta iko kwenye zile silaha ambazo kazi yake ni kulenga target ambazo ziko mbali sana. Silaha kama Patriot au S-300 au hata S-400, ni kwa sababu hii mifumo range yake ni ndogo. Kwa hiyo ndio maana huwa inatumika na haya makombola madogo au hizi silaha ndogo ndogo ambazo ni rahisi kufichika. Na hizi sasa adui anaweza kazitumia kufanya yale mashambulizi ya kushtukiza, yani ambush. Na nadhani hiki ndio kitu ambacho kilitokea hapa kwenye jet ya F-35, ilifanywa ambush. Sasa kwenye hii video tunaona mfumo wa electro-optical umepata lock nzuri sana hii jet ya F-35. Yani tunaona kabisa hii target haishake, yani haichezi, imewekwa ndani ya box. Sasa hii ni range labda ya kilomita 8 hadi kilomita 10, hatuna uhakika. Sasa tunajua Iran wana mfumo wao wa ulinzi wa anga kwa jina la Majid, ambao huu unatumia hii system ya EO, yani electro-optical kufanya targeting. Na huu mfumo unaweza ukadetect target umbali wa kilomita 15. Na huu mfumo unaweza ukaengage target au kuishambulia umbali wa kilomita 10 hadi 8. Kwa hiyo mfumo ni kusema kwamba ulikuwa unaangalia jet
ambayo ipo umbali wa kilomita 8. Kama nilivyosema, hii mifumo ni midogo sana, ni rahisi sana kuificha na inaweza ikatokea sehemu yoyote ile na kufanya mashambulizi ya kushtukiza, yani kufanya ile ambush. Na kwenye hii video tunaiona F35 imefanya ile afterburner, yani imewasha moto nyuma ya injini yake. Sasa jet huwa zinafanya hivi ili kuongeza speed. Kwa mfano kama zimeweza kufanya mashambulizi, zinataka kuondoka kwenye eneo la adui haraka haraka ili zisiweze kuwa targeted, huwa zinawasha afterburners ili kufika speed zaidi ya speed ya sauti. Kwa ndio maana tunaona hii jet F35 hapa imewasha moto nyuma ya injini yake. Lakini kitu cha ajabu ambacho nilikuwa nakiona kwenye hii video ni kwamba tunajua hii jet ikiwasha afterburners inamaanisha kwenye injini yake joto linaongezeka. Sasa kwa hali ya kawaida, kwa kutumia mfumo wa EO, tulikuwa tunatakiwa tuone tofauti kati ya afterburner ya jet, yani kwenye mkia wa jet pale moto unapotokea, lakini pia na mbele ya jet panakuwa pa baridi kidogo, kwenye mkia panakuwa pa moto sana. Yani hata hii rangi nyeupe ambayo tunaiona hapa kwenye afterburner ilikuwa inatakiwa iwe nyeusi sababu joto ni kubwa sana, au iwe nyeupe sana. Sasa hiki kitu sioni tofauti hapa. Sasa sijui ni kwa nini, au ni kwa sababu hii video inaweza isiwe ni video halisi, au labda sababu nyingine kwa nini hatuoni tofauti ni kwa sababu hii kamera ilikuwa na rekodi hii video ikiwa mbali sana. Umbali wa kilomita 8 ni mbali sana, uwezo kuona vizuri kwenye kamera. Kamera haiwezi kuonyesha tofauti kati ya joto. Kamera ambayo itakuwa iko karibu zaidi ndio itakuwa na uwezo wa kuweza kutofautisha sehemu gani kuna joto kubwa na sehemu gani kuna joto dogo. Kitu ambacho hii sensor inatakiwa kufanya tu ni kutrack jet yote, sababu hata hivyo joto lake bado ni kubwa sana. Sasa kama hii jet F35 kuwasha afterburner yake ili kuweza kufika speed zaidi ya sauti ndio kitu kilichoifanya iwe rahisi kuwa targeted na hii silaha ya ulinzi wa anga, hili litakuwa ni tatizo kubwa kweli, ambalo wengi tulikuwa tunajiuliza kwa nini Marekani waliamua kufanya hivi, yani kutengeneza jet ya generation ya 5 ambayo haina uwezo wa super cruise, yani kupaa kwa speed zaidi ya sauti bila kuwasha afterburners, yani kuwasha moto nyuma ya injini yake. Sio kwamba Marekani walikuwa hawezi kutengeneza kitu kama hiki. Hapana, tunajua wanaweza, sababu wao ndio waliotengeneza hii jet F22 Raptor, na hii jet inaweza ikapaa kwa style ya super cruise, yani ikapaa zaidi ya speed ya sauti Mach 1.5 bila kuwasha afterburners. Kwa hiyo hiki kitu kinaifanya hii jet isiweze kupata joto kubwa sana sababu haijawashi ule moto wa nyuma, lakini inaweza ikafika speed kubwa. Na kipindi kile walikuwa nadai kwamba jet generation ya 5 yoyote ile ni muhimu sana kuwa na uwezo wa super cruise. Kwa hiyo ndio maana wakaitengeneza hii F22 Raptor kuwa na uwezo wa super cruise kwa speed kubwa zaidi. Sidhani kama kuna jet duniani ambayo inaifikia F22 kwenye uwezo wa super cruise kwa speed. Lakini sasa walipoanza kutengeneza hii jet ya generation ya 5 nyingine aina ya F35, wakasema hatuna uhitaji wa kuiwekea super cruise hii jet, yani haina umuhimu. Sasa sijui hizi data walizitoa wapi, sababu F22 Raptor yenyewe haikupigana vita yoyote ile kubwa ambayo ingeweza kuonyesha kwamba marubani hawatumii afterburner, hawatumii super cruise kama walivyokuwa natarajia kutumia. Yani hii jet inaweza ka survive bila kuwa na super cruise. Hakuna vita kubwa yoyote ile iliyopigana kuonyesha kwamba hiki kitu kiko hivi, hawahitaji kuwa na super cruise kwa jet yao ambao wanakuja kuitengeneza baadaye. Sasa sijui hizi data walizitoa wapi, au labda walikuwa wanataka kupunguza cost ya kuproduce jet ya F35 sababu walikuwa wanataka kuiproduce kwa wingi sana kama walivyoweza kuproduce jet za F16 ili ziweze kutumika na nchi mbalimbali. Sijui, lakini ingekuwa ni muhimu sana hii jet kuiwekea super cruise, hii teknolojia super cruise, kuweza kupaa bila kuwasha afterburners, kupaa kwa speed zaidi ya sauti bila kuwasha afterburners. Na mpaka sasa hivi ni ndege chache sana zinaweza kufanya hii super cruise. Kwa hiyo huenda F35 uwezo wake wa kutofanya hii super cruise ndio ulioiponza hapa. Sasa kitu kingine nilichokuwa nataka kuangalia kwenye hii video ni kuona hili kombora lilivyokuwa linasafiri hadi lipoipiga hii jet lilikuwa la speed gani, au ni kitu gani kilichotokea hapa katikati. Kwa hiyo niliweza kujenerate frames zote za hii video ili kuweza kuona ni jinsi gani hili kombora lilivyosafiri. Sasa kitu cha ajabu kilitokea pale nilipokuwa naanza kuangalia hizi frames moja moja kuona hili kombora lilionekana kwenye frame ngapi. Sikukuta hata frame moja inaonyesha hili kombora. Sasa nikaanza kujiuliza hili kombora lipo kwenye hii video, au ni kwa sababu hili kombora lilikuwa linasafiri kwa speed kubwa sana, kwa ndio maana haliwezi kuonekana kwenye hizi frames. Yani kamera yenyewe ilikuwa na rekodi hii video haina uwezo wa kupiga picha za kutosha ndani ya sekunde moja kuweza kuona speed ya hili kombora. Yani hapa tunazungumzia FPS, uwezo wa kamera kupiga picha ndani ya sekunde moja. Labda huu uwezo kwenye hii kamera ni mdogo sana.
Okay, tunajua kamera nyingi huwa zina operate kwenye FPS 30 hadi 60. Kwa hiyo tukisema kwamba hii kamera inatumia FPS 30, yani inaweza ikapiga picha 30 ndani ya sekunde moja, ambazo zikiunganishwa zote sasa ndo zinatengeneza video. Kwa hiyo inaweza ikaoperate kwa FPS 30 frames per second. Kwa hiyo speed ambayo inaweza kalifanya ili kombora lisiweze kuonekana kwenye picha ni kama ili kombora liko la safiri kwa speed zaidi ya Mach 2, mara 2 zaidi ya speed ya sauti. Kwa hiyo mimi nadhani ili kombora hapa lilikuwa la safiri speed zaidi ya Mach 2 au labda Mach 2 kamili, ndio maana hatuwezi kuliona kwenye frame. Hii ni speed kubwa sana. Sasa picha pekee mnato ambayo nilifanikiwa kuipata kwenye ili kombora ni baada ya kupozi video pale tu ili kombora lilipoonekana kwenye frame kwenye picha, alafu nikaisnap hii picha nikaiweka pembeni. Sasa nilipokuja kuiangalia baadaye hii picha nikaona mbona kama ili kombora limefyatua kitu fulani hivi kwenda mbele kabla hajaipiga hii jet. Hiki ni nini hapa? Na hata ukiplay hii video hiki kitu utakiona. Ukiplay video, ukiplay mwanzo mwisho utakiona hiki kitu, ili kombora lafyatua kitu fulani kwenda mbele alafu ndo lakuja kupiga hii jet kwa nyuma. Sasa nikawa najiuliza hiki ni nini? Kama utakuwa unajua kwenye comment unaweza ukaniambia, au labda ni matatizo ya video za AI. Lakini watu wengine wanabisha, wanasema kwamba AI haiwezi katengeza kitu ambacho kiko complex hivi. Physics hapa ya impact, mlipuko na kila kitu, ni kitu kigumu sana kuweza kukimodo kwa kutumia AI, yani AI kugenerate video ambayo inaweza kuonekana hivi. Sasa swali lingine ambalo nimekuwa nikiulizwa sana hapa ni kwamba kwa nini jet haikuweza kufanya manuva kuweza kulikwepa ili kombora au kuachia zile countermeasure, yani kwa ajili ya kujilinda zidi ili kombora. Kama tulivyosema, hili ni kombora ambalo laongozwa kwa kutumia infrared, yani mwanga wa joto. Kwa hiyo kwenye hali ya kawaida ilikuwa inatakiwa sensa za hii jet ziweze kuliona ili kombora, labda kwa kutumia moshi wake ambao ili kombora linatoa, au kwa kutumia joto kutoka kwenye engine ya ili kombora. Alafu hizi sensa automatically zinaiambia kompyuta hii jet, na hii kompyuta hii jet kazi yake ni kuachia zile flares. Huu ni ule moto ambao joto lake huwa lafanana kabisa na joto linalotoka kwenye engine ya hii jet. Sasa inamaanisha kwamba kombora ambalo nataka kulenga hii jet, kulenga engine ya hii jet, litaona ule moto mwingine ambao unatoka kwenye flare. Kwa hiyo moja kwa moja ili kombora litafuata zile flare na kuachana na ule moto unaotoka kwenye engine ya jet. Kwa hiki ni kitu ambacho kinafanyika automatically, hakihitaji hata kumtaarifu rubani kwamba sasa hivi tunaachia flare. Hiki kitu kinafanyika automatically, yani baada tu ya sensa kuona kuna kombora la kuja, moja kwa moja zinafyatua hizi flare na kuifanya hii jet iweze kusurvive. Lakini hiki kitu hatukioni hapa kwenye hii video. Kusema kweli sijui ni kwa nini, labda ni kwa sababu ili kombora la speed kubwa sana, lilikuwa linasafiri kwa speed zaidi ya Mach 2 tuishasema. Kwa hiyo huenda ndio maana ilikuwa ni tabu sana kwa hii jet kuweza kuliona ili kombora, yani sensa za hii jet kuweza kuliona ili kombora na kuweza kupiga mahesabu haraka ya kufanya countermeasure. Lakini pia kitu kingine, sababu nyingine, labda ni kwa sababu ili kombora ni dogo. Kwa hiyo baada hizi sensa kupata data kwamba kuna kombora la kuja, moja kwa moja kompyuta kaashumu kulingana hizi data zilivyo ndogo, hii ni noise, hakuna kitu kinakuja kuishambulia. Sasa haya maamuzi labda ndo akafanya ili kombora liweze kufika salama na kuipiga hii jet. Kitendo cha ili kombora kushindwa kuiangusha hii jet inamaanisha kwamba hili ni kombora dogo. Sasa kwa mfano hili kombora lingekuwa ni kombora labda la S300 au ni kombora la Bavar, huu ni mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran wenyewe, sidhani kama hii jet inge survive. Haya ni makombora makubwa kweli, na mlipuko wake ungehakikisha kwamba umeharibu kabisa pati yote ya nyuma hii jet, na hii jet isingeweza kusurvive, na hata huenda rubani mwenyewe angededi. Kumbuka haya makombora, mabomu yake yanatumia kitu kinaitwa blast fragment. Yani hili bomu likilipuka na hili kombora huwa larusha vyuma vingi sana, ambao hivi vyuma vinatakiwa viende kuingia kwenye engine na kuifanya engine ishindwe kuoperate. Sasa kwa jet kama F-35, jet ambayo inatumia engine moja, ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusurvive, sababu hivi vyuma vingeingia kwenye engine na vingeifanya hii engine ishinde kufanya kazi. Inamaanisha kwamba hii engine ingefeli. Sasa F-35 ambayo engine yake imefeli haiwezi kafika mbali, ingedondoka tu sababu inategemea engine moja. Lakini kwa mfano ingekuwa jet ambayo ina engine mbili, ingeweza kuzima hii engine ambayo imepata damage na engine nyingine ingepiga kazi na ingeweza kufika salama. Kwa hiyo huenda hata ile bomu dogo ambalo lilipuka nyuma hii F-35 huenda lilikuwa dogo sana, au labda lililipuka kwa mbali kidogo na hii jet, kwa hiyo ndio maana effect yake haikuwa kubwa sana. Lakini kwa mlipuko ulivyo mkubwa, mimi sikudhani kama F-35 inaweza ka survive. Hiki ni kitu cha ajabu sana nimeweza kuona hapa leo. Na hii inatuanisha nini? Hii inatuambia kwamba hii jet ya F-35
hata kama ni jeti ambao watu wanaitemea shiti sana, watu wanaisema sana, lakini hii ni moja ya jeti ngumu sana. Na huenda hii ndio sababu kwa nini video ya Iran ambao waliposti ilikuwa ni fupi sana, sababu waliweza kufanya hili shambulizi alafu anashangaa jeti bado inapaa inaendelea na safari yake kama haijaumia. Na wenyewe wakashangaa sana, wakasema okay, tuzime video, tukate video. Okay, na mimi nakata video hapa sasa hivi. Asanteni sana. Bye bye.